Wapendwa mapadre wateule, pokeeni mahusia haya ambayo kwa kweli yanatulenga na yanatuhusu sisi sote makuhani, hasa tuliopo hapa tunaoshiriki maadhimisho haya. Kumbukeni daima kuwa mnapaswa kukataa, kama Paulo alivyotuasa, mambo yote ya aibu yasiyoendana na utume huu mnaopokea leo. Mtume Paulo anatukumbusha sisi makuhani kuwa tumejaliwa utume huu si kwa mastahili yetu hata kidogo, bali ni kwa rehema ya Mungu, ni kwa huruma ya Mungu, ni kwa upendo wake Mungu. Aidha, anatuasa tusichanganye neno la Mungu na uongo. Neno la Mungu lifundishwe kama lilivyo, lisibatilishwe, lisichanganywe na manukato mengine yanayoliharibu neno hilo au manukato yanayoharibu ujumbe wa neno hilo, bali tuishi na kuhubiri ukweli. Mmeitwa ili mhubiri yeye Kristo aliye ukweli, yeye aliye uzima, yeye aliye ufufuo, yeye aliye mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Na sisi sote tumeitwa kumhubiri huyo. Kwa kufanya hivyo, sisi makuhani kwa hakika tutakuwa huru na tutawasaidia wenzetu ambao kwao tumetumwa kuhudumu kuwa kweli wana huru wa Mungu. Wapendwa, ifahamike kuwa hamtumwi kujihubiri wenyewe, bali Yesu Kristo ya kuwa ni Bwana. Mnatumwa kumhubiri yeye, hamtumwi kujitengenezea majina yenu wenyewe. Ninyi hamtumwi kwenda kuwafanya watu wawe wafuasi wenu, bali kuwafanya wawe wafuasi wa Yesu Kristo. Mnawekwa katika ukuhani kwa ajili ya watu na sio kwa ajili yenu wenyewe, kwani kwa ajili yenu zingetosha zile sakramenti zilizowaingiza katika Ukristo, yaani ubatizo, Ekaristi Takatifu na kipaimara. Tayari kwazo mngeweza kutakatifuzwa na kuingia katika uzima wa milele. Kumbe mnapokea daraja takatifu kwa ajili ya watu. Na hapa naomba kusisitiza jambo hili kwenu wapendwa mapadre, na kuombeni sana muwe mnapatikana, be available. Kwa kuwa mpo kwa ajili ya watu, hakikisheni kuwa watu wanawapata kirahisi wanapohitaji huduma. Ni kosa kwa padre kuikuta missed call kwenye simu yake na asimuite aliyekuwa amemuita. Ni kweli wakati mwingine unaweza ukapata taarifa ambayo haikuwa ya lazima hivi. Mmoja anaweza kukwambia nitaka nikusalimie tu, lakini usijali.
lakini usije ukachukulia wote wanafanya hivyo. Jua aliyekuita alikuwa na shida gani.